Na mtazamaji wa Wasafi Media, ripoti zinatokea hapa katika viwanja vya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jijini Dodoma. Mimi ni askari wa On Air Carlos Ngonya. Na leo nipo na mbunge wa Nkasi Kaskazini, Mheshimiwa Aida Kenani, na tunataka tuzungumze machache kati ya mengi ni kuhusu hizi bajeti ambazo sasa hivi zinaendelea kwenye bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia tutajikita pia kwenye uchaguzi ambao uko mbele yetu. Nazungumzia uchaguzi mkuu. Moja kwa moja, Mheshimiwa Kenani niko naye huyu hapa. Tulishaanza na bajeti ya waziri mkuu na ikaja bajeti ya waziri wa TAMISEMI, na leo tuko na bajeti nyingine ambayo inaendelea sasa hivi. Unafikiri toka umeanza kuzisikiliza hizi bajeti kwa upande wako pale jimboni zinagusa kwa ukubwa gani? Na kile ambacho kimezungumzwa kwako kitaleta msaada gani katika uchaguzi ambao uko mbeleni? Bajeti tumeiona, tumeisikiliza bajeti ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ambao ndio bajeti ya nchi na beba wizara zote, lakini tumesikiliza bajeti ya TAMISEMI. Jana ilikuwa bajeti ya mipango ya uwekezaji na mipango, lakini leo ipo bajeti ya mazingira na muungano. Kitu ambacho naweza kusema, bajeti ya waziri mkuu, serikali imewekeza kwenye bandari, lakini usafiri hakuna. Kwa unaweza ukajiuliza ni serikali ilikuwa inataka kuachivu nini kama imeweka bandari Kipili, Kabwe, Kasanga, ikaenda kuweka Kalema, yote yako eneo moja, na robo tatu ya bidhaa zinazopatikana Kongo zinatoka Tanzania. Kwa hiyo kama tumejenga bandari hatuna usafiri, siamini kama serikali iliamini tutakuwa lazima usafiri kutoka Kongo au wapi. Wakati pale tuko kwenye ushindani wa kibiashara. Kwa hiyo nilishauri serikali baada ya kukuta ile jambo alipo, nikamwambia Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama meli mpya zilikuja na ziwa Tanganyika lina fursa kiuchumi kwa taifa, ni kwa nini tunashindwa kuwekeza kwenye usafiri wa ziwa Tanganyika? Na si hivyo tu, tunapoteza ndugu zetu kila siku kwa sababu wanapopeleka bidhaa zao Kongo wanatumia usafiri usiokuwa rasmi. Lingine, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. TAMISEMI walikuwa wanahusika na uchaguzi wa serikali za mitaa. Uchaguzi wa mwaka jana ulikuwa uchaguzi wenye malalamiko mengi na mambo ya hovyo kabisa yalifanyika. Nilizungumza bungeni na hapa narudia. Ni kwa mara ya kwanza mpaka leo nazungumza tarehe 25. Uchaguzi uliofanyika mwaka jana wa serikali za mitaa, kuna vijiji mpaka leo havijatangazwa. Yaani wale walioshinda hawajatangazwa. Kikiwepo kimoja cha Ntalamila kwa wilaya Nkasi. Unaweza ukaona huu ni uchaguzi wa namna gani? Je, hao watu wako juu ya sheria? Hawajui taratibu? Lakini mimi nimeshuhudia jambo lingine kwenye uchaguzi, yani katikati ya kupiga kula, wananchi wanasimamishwa kwamba karatasi ya kupigia kula zimeisha. Kwa hiyo wakachape zingine. Na nimezungumza bungeni nikamwambia waziri, kule kwingine ambako alipewa wizara sijui ya mifugo, wizara ya maliasili na utalii alifanya vizuri, utumishi alifanya vizuri. Nikamwambia TAMISEMI umefanya mengine vizuri. Lakini kama kuna jambo limetia doa taifa letu ni uchaguzi wa mwaka jana. Sawa. Mheshimiwa, katika hilo ndilo ambalo limesababisha siku ya jana kumuuliza waziri mkuu kwamba kila uchaguzi unapofanyika basi idadi ya watu inapungua kupiga kura. Moja wapo ndo hizo kivuko na hiyo ya watu kama kususia hivi. Nimefanya tafiti za kina. Mwaka 2010 idadi ya wapiga kura waliojiandikisha na idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura. Waliojitokeza kupiga kura kati ya wale waliojiandikisha ni 42.7. Mwaka 2015 kati ya wale walioenda kujiandikisha pamoja na ongezeko la watu kwenda kujiandikisha, walioenda kupiga kura ni 65.3. 2020 kati ya wale walioenda kujiandikisha pamoja na ongezeko kubwa la watu kwenda kujiandikisha, waliopiga kura ni 50.7. Sasa kama mwaka jana malalamiko yale yametokea namna ile, tunategemea kwamba idadi ya mwaka huu kwenye uchaguzi huu wasipofanya marekebisho na maeneo yanayolalamikiwa, idadi ya wapiga kura itapungua. Kwa sababu miongoni mwa sababu zinazopelekea idadi inapungua ya watu kwenda kupiga kura, wameondoa imani kwa vyombo vinavyoandaa uchaguzi na vinavyosimamia uchaguzi. Na nilimwambia waziri mkuu jana, ni wajibu wa serikali kukaa na wadau wa uchaguzi, wakae waangalie nini kinapelekea idadi ya watu inapungua, sehemu zinazolalamikiwa zifanywe marekebisho. Na umefanya uchunguzi wako wa namna hiyo. Je, uchunguzi wako unakuashiria kitu gani kwenye uchaguzi wa mwaka huu? Zile asilimia ambazo wao unazikadiria ni kiasi gani kupungua kwake? Utafiti wangu unanionyesha kwamba malalamiko ambayo yamekuwa yanazungumzwa na taasisi za dini, vyama vya siasa na taasisi zingine, wasipofanyia kazi mwaka huu wa uchaguzi,
asilimia ile itashuka zaidi. Yani katika historia ya miaka yote toka tumeingia kwenye uchaguzi, historia itashuka zaidi. Lakini uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana, kuna eneo kwenye jimbo langu wamepiga kula kwenye kijiji watu 4. Kwa unaweza ukaona tunaelekea wapi? Na mimi nasema kama viongozi wakuu, kwa mfano uchaguzi wa serikali za mitaa, kama waziri ya kuhusika na ule uchafu wa namna ile, anapaswa kuchukua hatua, watu waone kama serikali haikutoa baraka ya mambo yale. Kukaa kimya, wananchi wanaamini ilipangwa na imebarikiwa kufanya vile. Kwa sisi tunataka serikali. Mheshimiwa Rais ukimwona alivyoanza na zile 4R, anataka kujinasua na mambo ya dhuluma. Anataka kujinasua na mambo ambayo hayana sababu, anataka kushinda kwa haki. Sawa, umesema kwamba watu washaanza kuvunjika moyo na kiwango kile ambacho kinakadiriwa kinaweza kikapungua kwa wale wapiga kura. Pengine pia inakufanya na wewe kukata tamaa na uchaguzi wa mwaka huu, kwamba unaona sasa mambo si mazuri, wacha na mimi nijiengue basi, kama vile nuna hivi ama unazira kuacha kama wanavyofanya wengine. Mimi ni tofauti na watu wengine. Mimi naamini kuitwa mheshimiwa mbunge leo, wapo walioniheshimisha, ni wananchi wangu. Na ndio maana hata utata ule wa mimi kuja bungeni nilisimama nikatoa sentence moja tu. Chama kiliniteua nikashinde, sio kushiriki. Na baada ya kushinda wananchi wangu walitaka nje niwakilishe bungeni. Nimewakilisha bungeni. Watakao nifanya nirejee ama la ni wananchi wangu. Utaratibu wa chama nitawaeleza. Mpaka sasa viongozi wanaendelea na negotiation. Hatujui watafikia wapi. Maamuzi ya mwisho ya chama nitawaambia wananchi wangu. Na baada ya hapo mimi ni mwakilishi wao, sio mtawala. Mwakilishi yoyote anawasikiliza anaowawakilisha. Na wawakilisha mimi ni wananchi wangu. Kwa naamini wananchi watakachonieleza ndio nitakachokifanya. Wakiniambia unataka uende tena bungeni, tunakwendaje? Chama chetu kipo tayari ama la? Ni hatua ipi tutaichukua? Watakachokisema ndio mimi nitakifuata, kwa sababu mimi sijiteui, mimi nachaguliwa. Kama chama kiko tayari na tushaona tayari vuguvugu, dalili zinaonyesha hivyo, tunakimbilia wapi? Siwezi kuwa mpiga ramli. Yani mimi siwezi kukaa hapa kupiga ramli kwamba chama kisipoingia itakuwa imekuwa hawajaingia, na wana sababu za msingi za kutoingia. Wananchi wako sasa wanakutaka. Mimi nitawauliza wananchi baada ya majibu ya chama changu, na mimi sio msemaji wa chama. Kwa chama kitakachoamua nitawapelekea wananchi, afu nitawauliza what next, chama kimesema hivi, tunafanya nini? Na hayo maamuzi hatakuwa yangu, yatakuwa ya wale wanaonifanya naitwa leo mheshimiwa mbunge. Okay. Tumalize na hili mheshimiwa. Tunaona vuguvugu siku ya jana kwenye mitandao ya kijamii. Pengine inakupa taswira gani kwa upande wako? Maana wale ni viongozi wako. Jana kama mlinifuatilia, baada ya kuuliza swali nikapata picha ya kwanza ambayo makamu mwenyekiti alikuwa amedondoshwa chini, John Heche. Baadaye nikaona picha ya pili ambayo katibu mkuu alikuwa anasukumwa kama mtoto mdogo. Nina moyo wa nyama, ni binadamu. Niliona bunge ni gumu sana katika maisha yangu. Kwa sababu niliona kama viongozi wangu wananyanyaswa, ni kama si wa Tanzania. Niliamua kutoka bungeni kwa sababu niliona aidha naweza nikasimama kinyume na kanuni nikaharibu hali ya hewa bungeni. Kwa niliamua kutoka. Na baada ya kutoka mimi kama binadamu, kama mbunge, naishauri serikali, kama kuna makosa yamefanyika, ni vizuri taratibu za kisheria zifuatwe. Na kama kuna sheria imebadilika ya mtu kwenda mahakamani ni kosa la jinai, waziseme hizo sheria zimebadilishwa lini na bunge gani. Kwa sababu leo kwenda kumwangalia Lissu sio kibaka. Lissu ni kiongozi wa chama aliyechaguliwa, chama kikuu cha upinzani. Asante sana. Asante.